Wahitimu wapendwa, sasa mnakwenda kwenye dunia. Wenyewe mnasema mnaingia mtaani. Mtaingia mtaani na niwaambie, mtakutana na changamoto nyingi. Mtakatishwa tamaa. Nimeona katika igizo lenu hapa watu wanakatisha tamaa. Wewe umetoka VETA tu bwana, utafanikiwaje? Haya mambo sio sahihi. Msikubali kukatishwa tamaa. Hakika anayekata tamaa yeye sio anayemwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kukata tamaa ni marufuku. Kila kitu kina wakati wake, na wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Pia mkumbuke kuwa huko tunapokwenda ushindani mkali sana katika ajira. Mabadiliko ya teknolojia yako kwa kasi mno. Uhitaji na ubunifu wa kujiajiri unahitajika. Na wakati mwingine mazingira tutakayokutana nayo huko sio rafiki. Mimi niendelee kuwaomba msije mkakata tamaa. Hakika yanaokata tamaa sio watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu. Lakini leo nimekuja kuambia kitu kimoja. Nyinyi mnao ujuzi ambao taifa linauheshimu na dunia inaihitaji. Hiyo ni confidence ambao muondoke nayo hapa. Sisi ambao tupo kwenye tasnia hii, tupo kwenye upande wa serikali, tupo kwenye ujenzi na mambo mengine, tunajua kabisa tunawahitaji. Kwa hiyo muondoke na confidence hii. Lakini ili msonge mbele zaidi, kwanza kabisa msikate tamaa. Kama nilivyosema, nikikosa shukrani kukata tamaa kwa Mwenyezi Mungu wetu. Lakini pili, endeleeni kujifunza. Hii sio mwisho wa safari yenu ya kujifunza. Kama ambavyo nimesema, teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Ukikaa nje ya kujifunza, dunia itakuacha. Pili, endeleeni kuwa wabunifu na majasiri. Ajira isubiri mtu, bali zinatafutwa. Nendeni muone fursa katika matatizo yenu katika jamii zenu. Nendeni mkasome matatizo ya jamii wanao yazunguka. Then tutafutieni solution ya matatizo yale. Pale itazua fursa ya ajira kwenu. Hapa leo walitakiwa wakuu wote wa taasisi waalikwe. Wako wa taasisi wa maji, wako taasisi ya TANESCO, wako taasisi ya barabara kwa maana TANROADS tuko sisi na TARURA pia. Wako watu wa kilimo pia. Walitakiwa wote waje hapa kwa maana kuona fursa ya vijana hawa ambao kiukweli tunawahitaji sana.